Ndugu zangu katika imani, kama alivyotangulia kueleza hapa Imam Sheikh Wakati hafidhahullah, mada yetu ni enyi Waislamu, simamieni maadili au simamieni kimara maadili ya watoto zetu. Muislamu anatakiwa asimamie maadili ya mwanae. Kusimamia maadili ya mtoto wako ni ibada, na unapata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na unaondoa dhima kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia taifa unaliandalia mtu mwema na raia mwema kama utasimamia maadili ya mtoto. Lakini kama Muislamu atazembea maadili kwa mtoto wake, basi hatimaye taifa litapata raia ambao ni wahovyo hovyo, wanaoweza wakafanya mambo mabaya. Ndugu zangu katika imani, kwanza nitoe shukrani kwa uongozi wa misikiti kata Ilala kwa kunikumbuka na mimi niweze kutoa mchango wangu katika hili. Namuomba Mwenyezi Mungu aweke katika mizani ya mema yao, lakini namuomba Mwenyezi Mungu haya ninayoyafanya yaende katika mizani ya wazazi wangu, mama yangu mzazi na baba yangu ambao wameshafariki, pamoja na bibi yangu ambaye alikuja akanilea, lakini pamoja na mama yangu wa kufikia ambaye bado yuko hai mpaka leo, lakini kaka yangu ambaye ni Adam Ahmad Msagani ambaye alisimama na sisi baada ya baba kufariki, akatulea kama watoto wake, lakini sisi ni wadogo zake. Tofauti kwamba yeye na mama yake na sisi na mama zetu, lakini baba yetu mmoja, lakini akatusimamia mpaka mimi nimefikia hapa. Lakini amefanya juhudi kubwa sana 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 sana. Mwenyezi Mungu amweke kaka yangu na muondolee mazito na ampe afya njema yeye pamoja na mama yangu kwa kufikia. Ndugu zangu katika imani, nakwenda katika sura ya 66. Sura ya 66 ambayo ni sura At-Tahrim. Hii sura ni sura ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameita sura At-Tahrim, ambayo sura hii ina aya 12. Imam Qurtubi rahimahullah anasema sura At-Tahrim madaniya. Sura At-Tahrim imeteremkia Madina, wa ayatuha, na idadi ya aya zake 12 aya, na aya 12. Akasema nazalat ba'da al-Hujurat. Hii sura ya 66 iliteremka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya sura al-Hujurat ambayo ni sura ya 49 katika Qur'an. Imam Qurtubi katika tafsiri yake Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an akasema madaniyatun fi qawli al-jami'. Hii sura imeteremkia Madina kwa maelezo ya wanachuoni wote wa tafsiri. Akasema wahiya 12 aya, ina aya 12. Akasema watusamma, hii sura inaitwa suratul nabii, sura ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inaelezea yale ambayo yaliyohusu Uislamu, lakini hasa yaliyohusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mimi nitakuwa katika aya ya 6 ambayo ndio hasa inayohusiana na hii mada yetu. Naomba Waislamu nisikilize vizuri, na wale watakaoniangalia baadaye kupitia Mahasin TV na kupitia Africa TV, lakini pia waniangalie vizuri, na kuna mifano nitaitoa ya kuhusu maadili. Ndugu zangu, Waislamu wenzangu, wazazi wenzangu, umma umeoza, dunia imeoza, lakini dunia imeoza lakini inakwenda mwishoni. Hali ya maadili ni mbaya sana. Vijana hivi sasa wana hali mbaya sana. Ni mimi mzazi na mke wangu, wewe mzazi na mkeo, mzazi mwenzio, kila mmoja asimame na familia yake. Tuamrishe watoto wetu kwanza kusali, tuwakumbushe kusali,
Lakini pia vile vile katika shule za Kiislamu kuhamasishe kusali. Tusijali sana kuangalia matokeo division 1, division 2. Sisi tumefaulisha kimkoa wa kitaifa, haya yatabaki duniani. Lakini lazima tuliangalie taifa waja wema. Kwa hiyo tuangalie waja wema, na waja wema tukiwaandaa vizuri tutapata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hili anatukumbusha. Shaka wakati niseme kitu kimoja. Ndugu zangu katika imani, wenzio kama amefanya jambo zuri na jema, ni vizuri kumwelezea kwa yale mema. Nimekwenda kule Hammamat, sawa, ama wengine tuoni kule wanapoita nyumbani kwa Abu Jahal au Yusuf wanapoita. Hii lugha ya mjini ya Kijiweni. Sikia mtakapokuwa anakwenda Yusuf, ujue anakwenda chooni. Yaani nimeingia kule, tiles zilizowekwa vioni, utadhani naingia chumbani kwako. Sisi wengine majumbani kwetu hakupo hivyo. Kweli si kweli? Na ni kweli. Tiles nzuri na chini, yaani kumepambwa utadhani ni sehemu ya kulalia, lakini ni sehemu ya kwenda kushushia mzigo. Sawa, mimi Muislamu na wewe Muislamu, wajibu wetu vile vyombo vilivyoko kule, mimi na wewe tutoe ulinzi, tutumie kwa uangalifu. Kumejengwa vizuri mpaka sehemu ya kutawalia, mpaka tumewekewa sabuni ya kuoshea mikono, na tumefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukitoka maliwato osha mikono. Na kabla ya kulala, katika sunna za wakati zilizopotea, katika sunna ambazo zimesahaulika, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufundisha, before you are going to your bed you have to wash your hands. Kabla hujaenda kulala, osha mikono yako. Hii ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiki Kiingereza nimezungumza hapo pamoja na kwa nimekosea. Watu wakinisikia namna Saleh amesoma sana hivi sasa kuzungumza Kiingereza, wakati lugha hata mpishi wa mikate anaijua kwa koroni. Lugha ya kawaida sana Kiingereza. Sawa jamani? Sasa angalieni ile sehemu ya kutawadhia iko smart. Kila Muislamu anaifali katika msikiti ama msikiti wote, ukienda pahala kile kitu chako kitumie kwa uangalifu mzuri sana. Huu ni ujumbe nilitaka kufikisha. Namuomba Mwenyezi Mungu awe shahidi kwamba nimewakumbusha. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal-hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomwamini Allah, enyi mliomwamini Allah. Tunaambiwa sisi Waislamu, qu anfusakum, ihifadhini nafsi zenu, yani jilindeni wenyewe, wa ahlikum, na familia zenu, nara, waepusheni na moto, waepusheni na maadili mabaya. Ikiwa hatutowaepusha na maadili mabaya, ikiwa sisi wenyewe hatutojilinda, waquduha an-nasu, na kuni zake huo moto ni watu, wal-hijara, na mawe. Kuni za motoni ni watu na mawe, ambao watu wenyewe ni mimi na wewe. Wal-hijara, na mawe, alaiha, wasimamizi wa huo moto, walinzi wa huo moto waliyekabidhiwa, malaikatun, ni malaika, ghilazun, wana maneno makali, shidadun, wana maumbile ya kutisha. Hawa malaika hawa la ya'suna Allah, hawa muasi Mwenyezi Mungu kwa amri ambayo amewapa fanyeni, wayaf'aluna ma yu'marun, wanafanya lile waliloamrishwa. Hao ni malaika. Katika haya ina maana qu anfusakum, hao ni malaika. Malaika hawa tunaanza kuonana nao wapi? Ni pale mtu anapoingizwa kaburini siku ya kwanza.
ndipo unapoanza kukutana na munkar na nakir. Lahum asfaru min nuhas, munkar na nakiri wanakucha za shaba, na wanapoingia kaburini wanakuuliza, wanakwambia ijlis, kaa, wanaanza kuuliza habari za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni hadithi kwa katika Sahih al-Bukhari, tusiende huko. Sasa Imam Qurtubi katika hii aya akasema fihi mas'alatun wahida. Katika aya hii kuna mafundisho ambayo tunafundishwa, ambayo ni mafundisho moja. Ya kwanza anasema wa hiya al-amru biwiqayati al-insan nafsahu wa ahlihi an-nar. Hapa anaamrishwa kila mtu kujiokoa yeye mwenyewe na familia yake na wanae nyumbani, awaepushe na moto. Hiyo ni tafsiri ya Imamu Qurtubi. Imamu Tahaq rahimahullah akasema maanahu ku anfusakum, iokoeni nyinyi wenyewe wazazi, wa ahlukum, na familia zenu, na hao ahlukum falyaku anfusahum nara, wao wenyewe kwanza wajiepushe na moto. Wa rawa Ali bin Abi Talha an Ibn Abbas, Ali ibn Abi Talha akasema ku anfusakum, iokoeni nyinyi wenyewe na moto. Wa'muru ahlikum, waamrisheni familia zenu, watoto wenu, vizazi vyenu, bidhikri, kumtaja Allah, kumkumbuka Allah, kufanya ibada, wadua, na kumuomba sana Allah, hatta yaqiyahumullahu bikum, mpaka Allah awe amekulindeni na huo moto siku hiyo. وقال علي رضي الله عنه وقتادة ومجاهد رحمهم الله وكتب قوا أنفسكم بأفعالكم, jiokoeni nafsi zenu kwa matendo yenu, yani matendo yenu yawe mema. Waquu ahlikum, na muwaokoe familia zenu, biwasiyatikum, kwa kuwanasihi watoto wenu, wanasihi watoto wenu ili waweze kufanya matendo mema. Qala Ibn al-Arabi wa huwa sahih. Kwa ina maana mzazi hata kama anasema na wanaye, kwanza anaanza yeye mwenyewe, halafu anafuatia watoto wake. Sasa hapa tunafundishwa kwamba mwanadamu hata Muislamu asimamie vizuri maadili ya mtoto wake. Katika hadithi sahihi hapa Imamu Qurtubi rahimahullah akasema fa'ala ar-rajuli an yusliha nafsahu bis-ta'a, inatakiwa mzazi kwanza ajiweke yeye mwenyewe awe mwema kwa kufanya mema, na watoto wake wamuone, familia yake imuone, wa yuslih ahlahu, halafu pia vile vile awafanye watoto wake, familia yake kuwa wema. Islah ar-ra'i lir-ra'iyya, kama vile kiongozi wa nchi anavyotaka raia zake wawe wema, kwanza anaanza kuwa yeye. Baba usiamrishe kusali wakati baba husali, usiamrishe mama kusali wakati mama husali. Baba usikemee watoto kuvaa mavazi mabaya wakati wewe mwenyewe unavaa vibaya. Mama usikemee mwanao asije kuvaa vibaya wakati mwenyewe unavaa dela baya. Kwanza ku anfusakum. Kwa hiyo jianzeni nyinyi wenyewe. Kwa hiyo tunaanza watoto wetu, lakini jambo tunalotakiwa kuwafundisha watoto la kwanza, Allah tuwazoeshe watoto kusali. Nyumba za Kiislamu hawasali, nyumba za baadhi ya Waislamu haziswaliwi. Baba hasali, mama hasali. Baba anaamka na kipenzi, mama anaamka na dera ama ana kanga moja tu. Wewe nani itakuwaje? Baba akavaa bangili, mtoto akivaa mkufu simlaumu. Mama akavaa mkufu kwenye mguu, mtoto akivaa pete kwenye kidole cha mguu simlaumu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Mnanifahamu vizuri Waislamu? Kwanza tuanze sisi wenyewe wazazi kuwa mfano. Baba acha matusi.
waulize wanao, umeshafanya? Nimeshafanya. Na wakati huo na mama naye awe zaidi, wameshafanya, tunasimamia. Lakini inawezekana mama anawaambia watoto swalini, baba anakasirika. Kwa nini unauliza watoto kila wakati? Kwani wao si wana akili? Hapana, ni wajibu wa mama, ni wajibu wa baba, ni wajibu wa baba. Tuwafundishe watoto malezi mema, maadili mema, ili tupate radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, nyote ni walinzi, nyote ni wachunga. Kullukum ra'in, nyote ni wachunga. Wa kullukum mas'ulun, na nyote mtaulizwa an ra'iyati, kuhusu raia zake. Fal imamu ra'i, kiongozi ni msimamizi. Falimamu alladhi ala an-nasi ra'i, kiongozi ambaye anayewaongoza watu ni msimamizi. Ndugu zangu, hii hadithi inaposomwa, msianze kumwangalia kiongozi wa nchi. Kwanza angalia nyumbani kwako. Wewe mwenyewe ni rais, mkeo ni makamu wako wa rais. Anza nyumbani. Itakapokuwa mama unaswali nyumbani, amekuja mtoto wako naye anaswali pembezoni mwako, anaswali na huko anakuangalia, ukienda rukuu anakuangalia, ukienda ila usimfanye chochote, muache. Hawa watoto wanakuwa na kamera. Atafikia amekuwa mtu mzima, kisha oa, anaweza kusema, mnamuona bibi yenu, mnamuona baba yenu au babu yenu huyu, mimi nilikuwa nacheza kwenye msala, ananiacha. Watoto wanapata fundisho, wajukuu wanapata fundisho jema. Ndugu zangu, tusigeuze nyumba zetu ni sehemu ya rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo nimewakuta watoto majira ya 4, watoto wa kiume na wa kike wengi sana wanaelekea shule sasa. Nilikuwa na dereva, nikaambia, unaona watoto wengi wote video wanakwenda shule, skuli, kinatolewa kipaumbele kwenye masomo ya kisasa. Kama ingelikuwa Qur'an inashughulikiwa namna hii, wallahi tungemwambia, ya Rabbi, mchanga mimi sina hela, mchanga mjengeuka dhahabu. Lakini tuko wapi? Mtoto akirudi nyumbani anasimamiwa homework, assignment, na mzazi anakagua daftari. Lakini nani mzazi anakagua Qur'ani? Na mwalimu akitoa maagizo nyumbani asema, maustazi nao wamezidi hao. Maustazi wao hela, kila siku hela. Maustazi wanapenda hela. Billahi alaykum as'alukum ayyuha almuslimun alhadiruna fi hadha almaqam alkarim, na kuulizeni yani Waislamu, nani kati yetu asiyopenda hela? Anyoshe mkono. Nani asiyopenda hela? Kuna dada moja sasa imeandikwa, mmoja nimeiona, imeandikwa hela haina share. Hata share na maidi hela. Yeye mnasemaje? Mimi mwenyewe na maidi hela. Ona gani kilipiga mkono na uacha? Hata wewe unafahamu mchezo. Nadhani bajaji au daladala siku kalipo nimeona imeandikwa share, naye apewe nini? Imeandikwa share, naye apewe nini? Pesa, apewe mzigo. Shekhe, inshallah, dua gani? Unatoa kwenye mzigo. Shekhe, unatoa nini? Hayendi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema, wa huwa mas'ulun anhum, huyu kiongozi ataulizwa. Wallahi utaulizwa siku ya kiyama kuhusu wale uliokuwa ukiwasimamia. Mtume akaendelea kusema sallallahu alaihi wasallam, akasema, warajulu ra'in ala ahli baiti, na mume ni msimamizi kwa familia ya nyumbani kwake. Wa huwa mas'ulun anhum, la ataulizwa. Kwa riwaya, wal mar'atu ra'iya, na mwanamke naye ni msimamizi. Haya huyaamini?
Ni kweli si kweli? Subiri upe ndio utajifanya. Na wakati watu wanakupigia dua, alana hivi sasa yaatika almalakat, wanakujia malaika wawili alkariman wema ala yasua, wakifikishe afsalala malaika watishi fa innahuma au malaika khalqun ni viumbe min khalqillah, katika viumbe wa Allah. Fa idha sa'alaka, watakapokuuliza man rabbuka, Mungu wako ni nani, wa man nabiyuka, mtume wako ni nani, wama qiblatuka, qibla yako iko ni vipi, wama dinuka, huyu mtu kafa bila kuswali. Billahi alaikum, shekhe wakati alikuwa hafali qibla atajua kujibu kama vile. Na mwanangu utapigwa kitabu huko kaburini na utalia, wallahi utalia kitabu cha kufa bila kusali. Ni kizito sana, wallahi ni kizito sana. Kaburi linatisha, kaburi ni zito mno. Tumuombe Mwenyezi Mungu salama. Kwa hiyo tutaulizwa wote, kila mmoja, ima ni mimi ama ni wewe. Sasa hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia hao malaika ni ghilabun shidad, ni wakali. Imam Qurtubi rahimahullah akaleta hadithi akasema, haqqul walad ala alwalid, haki ya mtoto kwa mzazi wake, kwanza an yuhsina ismahu, amuite jina zuri, wa yuallimahu alkitabata, na amfundishe kusoma, wa yuzawwiju idha balagha, na amuoneshe mume mwema au mke mwema atakapokuwa amebaligha ama amefikia muda wa kuoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, muru abnaakum bis-salah, enyi Waislamu watawezesheni watoto wenu kusali, lisab'in, wakiwa na miaka 7. Kuna vitoto vinakuja msikitini, vile vitoto kama kuna utaratibu imamu atauweka kwamba wasalie wapi, sawa, lakini mtoto akionekana anaupenda kwenda msikitini aachwe. Mtume akasema, wadribuhum alaiha li'ashr, wapigeni watoto wenu watakapofikia miaka 10, akiacha kusali. Hebu njoo umesali, sijaswali, sema wallahi nimeswali, baba, mama samani sijaswali. Unampiga kibao, lakini ni kibao sio atimie au pigo, sio kumuumiza. Unampiga, unamwambia nimekupiga kwa sababu umeacha kusali. Tumeelewana vizuri? Hakuna kusema kwamba kuna haki ya hiyo, kuna shirika la Umoja wa Mataifa kwamba inakataza kupiga watoto, wakafanya ya kwao wao kwanza, kwa watu watoto wao kuwa mateveta, lakini watoto wote wa Kiislamu wasimame na Allah na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema, wafarriqu bainahum fil madaji', akhrajahu jamaa. Wafarriqu bainahum fil madaji', hao watoto watenganisheni katika kulala. Mtoto wa kiume imefikia miaka 10 atenganishwe na dada yake, hata mama yake. Na mtoto wa kike ajue kwamba huyu ni kaka, siwezi kulala naye, huyu ni baba, siwezi kulala naye. Miaka 10. Uislamu unafundisha stara, unafundisha aibu. Yaani mtoto wa kike anakuwa ameshajitambua, hapa mama anafanya wajibu wake kwa mtoto wa kike. Kuna kitu kimoja ambacho wazazi wenzangu, wazazi wawili, mke na mume, mzazi wa kiume kwa mtoto wake wa kike, kuna baadhi ya mambo ana mipaka nayo, atapata taarifa kutoka kwa nani? Kwa mkewe. Iko hivi, sasa kuna hivi, kuna hivi. Kuna simoni kufanya tayari anaanza kuzungumza, ndio hapa basi. Inapatia ni siri ya baba na mama, na mama ndio anajua mtoto huyu anazungumza. Lakini ikibidi baba anaweza akauliza, mbona simoni kusali? Mama atatoa taarifa, na mama awe muwazi, amuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mama aseme yote ili kuepuka lawama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, huo ndio Uislamu.
alafu Allah subhanahu wa ta'ala Imam Kushairi anasema Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anasema قال الكشيري أن عمر بن الخطاب لما نزلت هذه الآية iliposhuka aya 6 katika sura 66 kwamba enyi wazazi yokoeni na moto na familia zetu, Umar akabia ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, naqi anfusana, sisi wenyewe tutajua namna ya kujilinda na moto, fa kaifa lana bi ahlina, itakuwaje kwa familia zetu, watoto wetu? قال صلى الله عليه وسلم تنهونهم عما نهاكم الله, wakatazeni watoto wenu yale aliyokatazeni Mwenyezi Mungu kuyafanya. Watamurunahum bima amara Allah, na muamrishe watoto wenu yale ambayo Allah amekuamrisheni kuyafanya. Kwa hiyo sasa hapa anaonyeshwa mzazi kwamba alilokatazwa mzazi kulifanya na mwanae mwambie hili alifai. Mwanangu, unamuona huyo ni bibi yako, mzaa baba mzaa mama, uheshimu. Huyo ni mama yako mdogo au mkubwa, huyo ni shangazi yako, huyo ni babu yako mzaa baba au mzaa mama. Hao ni watu wazima, waheshimu watu wazima. Mwanangu, hii haifai, akataze. Kwa mfano, mtoto wako anaingia, anatoka nyumbani, mabega yako wazi na kaosh, anakwenda kwenye mishemishe zake, mzazi umemuona na unakaa kimya mpaka anarudi, inakuwaje? Lazima utauliza siku ya Kiyama, na wallahi naamini na utaona siku hiyo usaganye. Kumbe alikuwa anaona kama anazungumza kama anakasirika, wala sijakasirika mwanangu, mimi niko poa. Lakini hiyo siku utadefine. Waislamu wenzangu, hali ya watoto ni mbaya, hali ya vizazi ni mbaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaelezea hawa malaika. Allah anasema waquduha an-nas wal-hijara, kuni za motoni ni watu na mawe. عليها ملائكة غلاظ شداد, قرطب akasema yani الملائكة الزبانية, hao malaika walinzi wa motoni, ghilazul qulub, wana roho ngumu, la yarhamuna, hawana huruma ya mtu yule aliyemwasi Mungu, hawana huruma naye. Idha tuhimu, hata wakiomba kumwonea huruma. Khuliqu min al-ghadabi, wameumbwa kutokana na hasira ya Mwenyezi Mungu. Wahubbiba ilayhim adhabu al-khalqi, hawa jamaa wameumbwa kupenda kuwatesa watu tu wanaomwasi Mwenyezi Mungu. Kama vile mwanadamu ameumbwa ana tabia ya kupenda kula na kunywa, basi hao malaika wameumbwa wao, yani kula kwao na kunywa kwao ni kukupiga tu. Wao ni mwasi Mwenyezi Mungu, wewe ni mwasi mtume Mwenyezi Mungu, wewe umekufa bila kukaa, wewe unatembea uchi. Shidadun, Allah anasema shidadun, Qurtubi akasema shidadul abdan, wana miili mikubwa, wana nguvu, hawaendi jimu wa jamaa. Shidadul abdan, waqila ghilabul aqwal, wana maneno mazito. Subhanallah. قال ابن عباس anawaelezea malaika wa motoni. Ibn Abbas anasema ma baina mankibail wahid minhum masira sana, kutoka bega la malaika mmoja Zabania, wale vidume vya motoni, kutoka katika bega kwenda katika bega, mwanangu kifua mwaka mmoja umetembea. Sasa je, kukamata hivi tanokamata kwa kutikisa tu kama ndizi? Hao ni malaika umeumbwa kwa ajili yetu sisi. Basi haya yanatosha kutufanya tumuogope Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, Allah akasema la ya'tuna Allah ma amarahum
la yukhalifunahu fi amrihi min ziyadatin au nuqsan, hawaendi kinyume na Mwenyezi Mungu kwamba pita kwa kiasi fulani, wanapiga kiasi kile kile, ongeza kiasi fulani. Hawa jamaa ni malaika hao. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaelezea, anasema ma baina mankibai ahadihim, kutoka katika bega la mmoja wao, baina al-mashriq wal maghrib. Mwenyezi Mungu anataka kuelezea, yani mtume anataka kuonyesha kwamba wale watu ni viumbe. Angalia, kuna fashion imeingia siku hizi mjini kwa washikaji, yani watu wote wanapenda kununua t-shirt alafu waonyeshe ni nyama nyama iliyojaa, yani t-shirt inakuwa imejaa, yani hii ni fashion. Sasa mwanangu, mimi nyama yenyewe uroje hiyo? Maana wanakwenda jimu, tunakwenda jimu. Kuna jimu nyingine katika baadhi ya maeneo mengine wanafanya mazoezi kwa hip hop, bongo flavor na vigoma vya Uruguay, zile nyimbo zinapigwa, wanakata viuno. For example, leo Jumamosi, sawa, tunaona asubuhi inavyokuwa oya 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 oya, nyimbo nyingine mpe huyo chukua titi chomeka huyo kachelewa yani hizi ni nyimbo, sawa, hizi ni nyimbo zinaimbwa katika gym na yale mazoezi ya asubuhi, sawa. Lakini niwaambie wanaume sana, mbele dem nayo uko nyuma na mnakimbia, dem trust inshallah mwanangu, what is the next my friend? Tunakuwa tuwe na haya, tufanye mazoezi nyuma ya mtoto wa kike aliyeloa. Just nenda uwanjani kufanya mazoezi, kimbia, nyosha kidole, piga miguu nini, la sivyo uwani, sawa. Tuwe na haya. Idha lam tastahi, ukikosa haya fatna mashi. Kwa nini nazungumza haya? Umma umeoza. Na kupeni mfano, yaani leo nataka nikupeni mfano. Naomba washikaji mtakapoonyesha hii, naomba mniambie ni nini. Kwanza kabla ya kuonyesha hii, ngoja niwaonyeshe hiki kitu kwanza. Yaani tuwe imara na vizazi vyetu. Nimeeleza au ili tushondoka nayo. Subhanallah.